Mkuu wa kawaida wa mwaka wa klabu ya Simba. Tungetamani zaidi kusikia kutoka kwako, umeonaje atmosphere ya mkutano wa Simba hivi leo? Atmosphere ni mkutano wa miongoni mwa klabu kubwa zaidi arguably hapa nchini. Ile ina wanachama wengi, wana mitazamo, wana hisia tofauti, na ni mkutano ambao unatekeleza jukumu lake la msingi la kwamba tubishane ndani, tukitoka tunakuwa timu moja. Kwa hivyo kila mtu ana nafasi ya kusema, anayetaka kulibishia jambo atalibishia. Yani ile atmosphere hasa ya klabu kubwa ndio ambayo iko katika mkutano huu. Kuna moja ya kauli ambayo umezungumza, kama serikali hamtatoa agizo la moja kwa moja pasipo kuruhusu wanachama wa hivi vilabu wao wawe sehemu kubwa ya maamuzi ya mabadiliko yote ya kiuendeshaji ndani ya klabu zao. Lakini mara kadhaa kuna maelekezo ambayo yamekuwa yakitolewa kupitia vyombo mbalimbali vya serikali kuja kwa hivi vilabu. Swali langu la msingi, je, linapotokea utekelezaji umeshindikana kutokana na maelekezo mnayotoa, ni kwa namna gani serikali mnavisaidia moja kwa moja yale maelekezo yawe yanatekelezwa kwa mujibu wa taratibu na sheria? Kama ambavyo nimesema, kama ulikuwa unanisikiliza vizuri, serikali haijawahi na wala haitaanza leo kulazimisha jambo fulani ambalo wenye mamlaka ya kuliamua ni wanachama wa vilabu hivi lifanyike kwenye vilabu. Kwa mfano, hii transition ya klabu ya Simba imekuwa toka mwaka 2018, miaka 7 sasa. Lakini imekuwa wakisema jambo moja, likishindikana tukiangalia tukaona sio halikidhi matakwa ya sheria za nchi, taratibu ama kanuni zinazoendesha mchezo huu hapa nchini, tunawarudishia, na kumekuwa na nenda rudi za kutosha. Hata ya juzi barua ya msajili ambaye kwa bahati mbaya sijui ilitoka wapi ikaenda kwenye vyombo vya habari, yalikuwa ni yale mfululizo wa maelekezo ambayo serikali inataka yatekelezwe ili mchakato huu uweze kukamilika. Kwa hivyo serikali jukumu lake ni kuhakikisha kwamba sheria, taratibu na kanuni za nchi hii zinafuatwa, zinazoendesha mchezo huu. Kwa hiyo kama hazitakamilika, maana yake huu mchakato hautaweza kukamilika kwa mujibu wa sheria. Sisi hatuna lengo, hatujawahi na wala hatutawahi kuelekeza vilabu vifanye nini, namna ya kuendesha vilabu vyao. Tunachotaka ni kwamba maamuzi yoyote ya wanachama yawe yanakidhi vigezo ambavyo vimewekwa. Basi kikidhi chochote mtakachoamua, hata wakiamua Simba leo wakupe wewe timu yako mradi utaratibu wanachama wamekubali na kwa mujibu wa sheria sio kosa, then sisi hatuna kitu cha tufanye tuzuie hilo jambo. Tumalize tu kwenye hilo kwamba kama imekuwa wanakwenda na kurudi kwa sababu mnaelekeza kuna jambo alitibii wanachama baada wakubaliani, kuna namna yoyote mnaweza intervene kuona namna gani jambo hili linakamilika kwa haraka zaidi na kwa mapema ili utekelezaji wa uwekezaji uweze kuendelea ndani ya mpira wetu na vilabu vyetu vikubwa? Again, kama ambavyo nimesema, ni maamuzi ya wanachama ya jinsi ya kufanya. Kwa mfano, vitu ambavyo wameelekezwa na msajili ya kuvirekebisha wakivifanya, mimi natamani mchakato wa klabu ya Simba uishe hata mwezi ujao ili kuwe na uwekezaji mkubwa, timu iweze kufanya vizuri, iwe na hadhi ambayo Simba Sports Club inaistahili. Kwa hivyo hili ni jambo la wanachama. Sisi tuko tayari na milango yetu iko wazi wakati wowote, kama wanahitaji jambo lolote, iwe uongozi, iwe wajumbe wa bodi ama wanachama wenyewe wanataka mwongozo wa namna ya kuliendea jambo hili, sisi tuko tayari kufacilitate, kuona namna ambavyo mchakato huu utakamilika haraka na kwa urahisi, na hii miaka 7 isiwe imepotea bure. Lakini hatuna uwezo wa kuwasukuma, kuwalazimisha ili mchakato huu ukamilike. Wao wenyewe watachukua muda wao. Taka mchakato ukamilike miaka 10 ijayo, sawa. Wakitaka ukamilike mwezi ujao, sisi tuko tayari kusimamia hilo, kuona kwamba mchakato huu unakamilika kwa mujibu wa sheria. Tukutakie kila laheri mheshimiwa. Nawashukuru sana. Asanteni sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.